Uwa kwanza kupata habari kutoka JTV. Subscribe. Nina mambo muhimu ya kusema hapa Mugumu. Jambo la kwanza, nianze na jambo lililotokea leo. Tumefanya uchaguzi wa ndani ya chama chetu tarehe 21 mwezi wa kwanza. Mimi na Lissu tumechaguliwa kuongoza chama hiki. Lissu akachaguliwa kuwa mwenyekiti na mimi nikachaguliwa kuwa makamu mwenyekiti. Tumefanya uteuzi wa viongozi ambao tunaamini watafanya kazi na sisi ya kubadilisha maisha ya Watanzania na kuondoka kwenye mchezo kufanya siasa za kuchukua nchi hii na kubadilisha maisha yenu. Tumeteua wakurugenzi, tumeteua wajumbe wa kamati kuu na tumeteua makatibu wakuu na katibu mkuu. Sasa kwa mujibu wa utaratibu wa chama chetu, mtu anayetakiwa kuteua katibu mkuu na kuidhinishwa na kuwa katibu mkuu ni mwenyekiti wa chama, na vikao vya chama chetu ndivyo vinavyopaswa kuidhinisha mtu huyu. Kama kuna makosa yamefanyika au kuna mtu yoyote ana malalamiko hayo, katiba yetu inasema yanakwenda kwenye kikao cha ngazi ya juu zaidi, ndipo anapokata rufaa. Kama baraza kuu limekosewa, unalalamika kwenye mkutano mkuu. Sasa nataka nitumie nafasi hii kumwambia Rais Samia na wote anaowatumia kujaribu kuhujumu chama chetu. Njama ya kwanza ni hii waliofanya. Ya pili, wamemkamata mwenyekiti wetu, wamempa kesi ya uhaini, wakitegemea kwamba tutakaa nyumbani tulie. Walipomweka ndani, tulipokutana kwenye kikao, nikawaambia watu hakuna kukaa ndani na kulia, tunaendelea kuwachakaza kama vile mwenyekiti angekuwa barabarani. Kwa hiyo Lissu yuko gerezani, mimi niko barabarani, Mnyika yuko barabarani. Tumewagonga vibaya sana na tutawagonga vibaya sana. Tulikuwa mkoa wa Geita, tumeenda Shinyanga, tumeenda Kagera, na jana tulikuwa Mwanza, na nyie mmeona watu wengi kama mchanga. Wamechukua baadhi ya watu tuliokuwa nao, wamewapa fedha kwamba wajifanye wanajitoa kwenye Chadema. Sasa hiyo Chadema unayojitoa, wananchi ndio hawa hapa. Wewe kweli? Hiyo nayo imeshindikana. Sawa sawa. Sasa ya mwisho ndio hii kwamba msajili amesema hamtambui katibu mkuu wa chama chetu, hatambui wajumbe wa kamati kuu ya chama chetu. Mimi nakwambia msajili, wewe uhitaji kumtambua katibu mkuu wa chama chetu. Sisi Chadema tunamtambua katibu mkuu wa chama chetu. Huna uwezo wa kututeulia nani awe katibu mkuu wa chama chetu. Tunaelewana vizuri? Msimamo wa chama chetu, katibu mkuu wa chama chetu atateuliwa na mwenyekiti kama katibu inavyosema. Kama kuna mtu ana malalamiko, akate rufaa kwenye mkutano mkuu. Sisi Chadema hatutabadilisha chochote kati ya yale tuliyoyafanya kwa maelekezo ya msajili. Tumemaliza, tumefunga. Akitaka aifute hiki chama kama ana uwezo huo. Sawa sawa Serengeti? Ndiyo mnasemaje? Ndiyo mnasemaje? Wangapi naunga mkono msimamo wa chama? Nyosha mkono kwa. Sasa wewe Jaji Mtungi, kama una nguvu ifute Chadema. Sawa sawa? Usitake kutupiga mkwara sisi. Tutoko hapa kuni hai. Unaelewa vizuri? Tumezaliwa mara moja, tutakufa mara moja. Banana anatutisha. Alikuwepo Magufuli, alikuwa anapita mpaka majani yanatetemeka. Ameondoka, dunia hii imeisha. Sipo. Acheni ujinga wenu bana.
Hilo nilitaka niliseme la kwanza. Jambo la pili, ndugu zangu, siasa ni maisha yetu. Siasa ni uchumi wetu. Siasa ni elimu yetu. Siasa ni hospitali nuku ya Kolero. Nchi hii imechezewa kwa muda mrefu sana. Mnisikilize kwa makini. Hii ni katiba ya nchi yetu. Hii hapa. Ukisoma ibara ya 8 ya katiba ya nchi yetu inasema hivi: Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni nchi inayofuata misingi ya demokrasia na haki jamii. Na kwa hiyo wananchi ndio msingi wa mamlaka yote, na serikali itapata madaraka yake na mamlaka yake yote kutoka kwa wananchi. Kwamba badala ya mgo mwingine na muibungeni, Tarime tuibungeni, Mwanza waende bungeni, Msoma waende bungeni, hatuna ukumbi wa kutosha kutubeba wote. Tunateua mtu mmoja aende kwa niaba yetu. Badala ya wote tuwe marais, haiwezekani. Tunateua mtu mmoja kwa niaba yetu akawe rais. Ndio maana ya kifungu hiki cha katiba. Tuendelee. Unanisikia? Sinasikika mpaka huko? Kwa hiyo ndugu zangu, wananchi ndio msingi wa mamlaka na madaraka yote ya nchi hii. Nyie ndio mnatoa mamlaka yenu mnampa rais, mnatoa mamlaka yenu mnampa mbunge, mnatoa mamlaka yenu mnampa diwani, mnatoa mamlaka yenu mnampa mwenyekiti wa kijiji. Lengo kuu la serikali na hayo tunamontegerebuya. Lengo kuu la serikali, hiyo serikali mnaiweka madarakani, lengo lake namba 1, yani lengo kuu itakuwa ni ustawi wa wananchi. Lengo kuu la serikali itakuwa ni ustawi wa wananchi. Hano nagambigu ustawi, mnanielewa? Yani montegerebuya, kama ustawi unyoria hasa haya hakurara, urerobuya hospitali, watoto wako wasome vizuri, upate maji ya kunywa, utembee kwenye barabara nzuri. Hiyo ndio maana ya serikali kuu. Lengo kuu la serikali ni ustawi, na si serikali itawajibika kwa wananchi. Sasa abantu ba Serengeti, Mwalimu Nyerere alipopigania uhuru wa nchi alisema hivi: tunataka uhuru wa nchi yetu kutoka kwa wakoloni, kwa sababu wakoloni wazungu wameshindwa kuondolea Watanzania ujinga, wameshindwa kuondolea Watanzania maradhi, na wameshindwa kuondolea Watanzania umaskini. Mambo mangapi? Matatu. Hayo ndio yaliyosababisha tupiganie uhuru wa nchi yetu. Na Mwalimu akasema ili nchi iendelee inahitaji mambo manne. Ili nchi iendelee inahitaji amanganane, mambo manne. Inahitaji watu tunao. Inahitaji ardhi tunayo. Nchi yetu ina ukubwa wa kilomita za mraba 945. Ukichukua Kenya, ukichukua mtazamaji wa J Online TV, ili uwe kwanza kupata habari kutoka JTV, subscribe kisha like, halafu bonyeza kengele hapo chini ili uwe wa kwanza kupata taarifa pindi habari mpya inapokuwa imewadia.